mkimbizi wa Kiislamu kutoka Gaza aliyeteseka na kuokolewa na Yesu akiwa katika nchi ya Misri. Ni baada ya kupita katika vituo vingi vya ukimbizi Gaza, Rafa na katika nchi ya Misri, kwa mateso, kwa shida na misukosuko mingi, ndipo Yesu akamtokea na kubadili maisha yake. Sasa ni mfuasi wa Yesu Kristo. Anaanza kwa kusema, mimi si mtu mwenye uwezo wala maarufu, wala sina mali. Ni baba ninayeishi katika mji wa Gaza, katikati ya mlipuko wa mabomu, mahali ambapo si ajabu kuona maiti. Siku ikipita salama kwako una bahati. Yesu amenitendea miujiza mikubwa ambayo imenifanya nikueleze historia ya maisha yangu. Nilikuwa Muislamu mwaminifu, lakini sasa ni mfuasi wa Yesu Kristo. Utanisamehe, sitatumia majina yangu halisi katika ushuhuda huu, kutokana na mazingira nilipo kwa sasa, pia kutokana na usalama wangu. Lakini kila neno nitakalokwenda kukuambia ni ukweli, ni hakika, ni maisha ninayoishi. Sasa nipo katika nchi ya kigeni. Yesu amenitendea makuu. Naamini Mungu aliokoa maisha yangu, sio tu kuishi, bali kupitia hayo niwaelezee wengine ukuu wake. Sisemi haya ili unionee huruma, bali nataka ni useme ukweli niliouona na kuuishi, uliotokea katika maisha yangu, katika kiza kile nilipodhani nimekufa. Yafaa nianze mwanzo ili uelewe vizuri. Kabla ya haya yote hayajanipata, niliishi kaskazini mwa mji wa Gaza maisha yangu yote. Nilizaliwa Gaza mwaka 1985. Hata baba yangu alizaliwa Gaza. Babu yangu alizaliwa Gaza pia. Nilikulia katika apartment ndogo, mimi na kaka zangu na dada zangu. Nina kaka watatu na dada wawili. Tulikuwa maskini, lakini tulikuwa na furaha. Baba yangu alikuwa dereva taksi. Mama yetu alikuwa nyumbani akitulea. Nilipokuwa mvulana wa miaka 8, nakumbuka kwa mara ya kwanza nilisikia sauti ya bomu. Ilikuwa wakati wa vita. Mama yetu alitukusanya eneo salama katika apartment hiyo, katika kona za nyumba, na sisi tulikaa hapo tukikumbatiana wakati kuta za apartment zikitikisika. Dada yetu mdogo alikuwa akilia sana. Mama yetu alikuwa akiomba. Baba yetu alikuwa akivuta sigara baada ya sigara. Hii ilikuwa kawaida katika maisha yetu Gaza. Kukulia Gaza, muda wote unaishi na hofu, unaishi bila uhakika wa kesho yako. Unaona siku yoyote inaweza kuwa mwisho wa maisha yako. Lakini pia katika hayo yote tuliishi, tulicheka, tulicheza mpira mitaani, pia tulienda shule. Nilienda shule hadi katika umri wa miaka 16. Sikuwa mwanafunzi mzuri sana, nilikuwa katikati. Nilipenda hesabu, nilichukia Kiingereza. Niliacha shule katika umri wa miaka 16 kwa sababu familia yangu ilishindwa kulipa ada. Taksi ya baba yangu iliharibika na hakuwa na uwezo wa kuitengeneza tena. Hivyo ilinilazimu kutafuta kazi mtaani. Nilianza kufanya kazi katika majengo kama msaidizi wa fundi, nikibeba tofali, kuchanganya saruji na chochote fundi alichonituma. Kazi ilikuwa ngumu sana. Mgongo wangu ulikuwa ukiuma usiku. Mikono yangu ilitengeneza sugu, lakini nilikuwa napata hela. Nilisaidia familia yangu. Nilijivunia hilo. Nilipokuwa na miaka 22, nilioa. Jina la mke wangu ni Amina. Alikuwa mrembo. Hatua za ndoa zilichukua miezi kadhaa. Hii ni kwa sababu sikuwa na pesa ya mara moja kulipia mahali na gharama za harusi yetu. Ndoa yetu ilikuwa ndogo tu, lakini tulikuwa na furaha. Tulihamia apartmenti sio mbali na nilipokulia. Nyumba ilikuwa ya zamani, kuta zake zilikuwa na ufa na umeme ulikuwa unakatika mara kwa mara. Tuliishi hapo, palikuwa petu. Amina alipafanya pawe pazuri. Alipanda maua na vitu vingi, palipendeza. Nilifanya kazi masaa mengi, 12 hadi 14, ili kupata kipato zaidi.
Mtoto wetu wa kwanza alizaliwa 2014. Tulimuita Omari. Nilimpenda, niliahidi kumlinda na kumpa maisha mazuri kuliko ninayoishi mimi. Lakini Gaza ni Gaza. Kumlinda mtoto wako Gaza ni jambo lisilowezekana. Omari alikuwa na miezi michache kabla ya vita ya mwaka 2014 kuanza. Katika siku 50 za mabomu na hofu, tulibaki nyumbani kwa sababu hatukuwa na mahali pa kwenda. Kila wakati mabomu yalianguka jirani kwetu, niliwafunika Omari na Amina kwa mwili wangu na niliomba kwa Allah atusaidie tuwe salama. Tulipona. Mtoto wetu wa pili alizaliwa mwaka 2016. Tulimuita Karimu, na 2019 tulipata binti tuliyemwita Leila. Alifanana sana na mama yake. Alipenda kuimba. Sikuwa mkamilifu, ila nilijitahidi. Mara nyingi nilichoka, lakini niliipenda familia yangu. Kufikia mwaka 2023, mambo yalikuwa mabaya sana Gaza. Uchumi ulishuka sana. Miradi ya ujenzi ilisimama kutokana na vita. Nikaanza kuuza mboga ili kuendesha familia yangu. Kuna siku nilipata pesa na siku zingine nilipata hasara, lakini iliniwezesha kupata japo chakula cha jioni. Ningefanyaje zaidi? Katika maisha yangu yote nilikuwa Muislamu mwaminifu. Niliswali mara 5 kila siku. Pamoja na changamoto zote hizo, bado nilimwamini Allah. Nilifunga wakati wa Ramadhani kila mwaka. Niliamini nikiwa mwaminifu kwa Allah atanibariki, atailinda familia yangu. Lakini pia niliamini Allah yupo mbali, yupo mbinguni, anatazama toka mbali. Niliomba kwa sababu ndio desturi yetu, kwa sababu baba alifanya hivyo, kwa sababu kila mmoja ninayemjua alifanya hivyo. Ndiyo maisha yetu. Lakini sikuwahi kujihisi karibu na Allah. Sikuwa na uhakika kama alikuwa ananisikia. Nilikuwa na marafiki japo si wengi. Tulilalamikia jinsi serikali inavyoenda, kuhusu watu wa Hamas, kuhusu Israeli kuvamia, kuhusu Misri na kila sehemu. Tulizungumzia mpira, familia zetu. Tulikuwa na ndoto za kuondoka Gaza kwenda Ulaya kutafuta kazi nzuri, lakini ilikuwa ni mipango tu, ni ndoto tu. Tulijua ni ngumu kutoka Gaza, huenda tukafia hapo. Mmoja wa rafiki yangu Samir, aliyekuwa mwalimu kabla ya shule kufungwa kwa vita, kwa sasa anaendesha taksi. Ana watoto 4 na mke wake ni mgonjwa sana. Muda wote alikuwa na mawazo sana. Vijana wangu walienda shule. Omari alikuwa na miaka 9 mwaka 2023. Alitaka kuwa daktari. Sikumkatisha tamaa. Kuwa daktari Gaza haiwezekani, hata kama mwanafunzi atafaulu kwa masomo yake yote vizuri. Karimu hakupenda shule, alipenda kuwa mchezaji maarufu duniani. Tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2023, hii ni siku kila kitu kilibadilika. Nilikuwa sokoni asubuhi hiyo. Nilianza kusikia milio ya mlipuko wa mabomu. Nilidhani ni kawaida kama siku zingine. Kisha nilianza kusikia milio ya bunduki kwa karibu sana. Watu walianza kukimbia. Wengine walisema Hamas. Nilikimbia nyumbani. Niliacha mboga, sikujali. Nilipofika nyumbani, Amina alikuwa sebuleni amewakumbatia watoto. Aliponiona alisema, "Kuna nini?" Nilisema sijui. Tulikaa ndani siku hiyo. Tulisikia helikopta zikipita juu, milio ya risasi, milipuko ya mabomu. Baadhi ya vyombo vya habari vilisema Hamas na vyombo vingine vilisema Israeli amevamia. Sikujua niamini lipi. Siku iliyofuata mabomu hayakuacha. Bomu moja lilipiga karibu na nyumba yetu. Nilijua ndo mwisho wetu umefika. Siku hiyo vijana wangu walikuwa wanafanya homework na Amina alikuwa anacheza na Leila. Kisha mlio mzito kama anga inadondoka hivi. Mlipuko mzito uliotua dirishani na kufunua dirisha. Vilio vilitawala. Tulijikusanya kwenye kona kwa hofu, mbali na dirisha lilovunjika. Milipuko ilikuwa mingi, mmoja baada ya mwingine, mtaa baada ya mtaa. Niliomba sana, Allah tulinde, tuokoe. Mabomu yalipoacha, nilienda kuangalia uharibifu. Madirisha mawili niliyakuta chini na sehemu za ukuta zilibomoka, lakini tulikuwa salama. Nilienda nje jengo jirani.
lote lilivunjika kabisa. Niliona watu walikuwa katika hatua za uokozi, nami nilienda kusaidia. Tulimtoa mwanamke mmoja katikati ya kifusi, alikuwa ameshakufa. Tulimkuta mtoto, naye pia alikuwa amekufa. Tulipoendelea kufukua, tulimkuta mwanaume mmoja, ni mzima lakini ana majeraha makubwa sana. Alipelekwa hospitali ya dharura. Nilirudi nyumbani kwangu mikono yangu ikiwa imeloa damu. Amina aliniangalia, hakusema kitu. Alinisafisha damu kisha alinikumbatia na kulia. Sikujua nifanye nini. Nilindeje familia yangu? Mabomu yaliendelea usiku na mchana. Tulibaki na chakula kiasi tu, maji kidogo tu. Umeme umekatika. Soko liliangamizwa na mabomu. Maduka yalifungwa. Sina pesa, na hata kama nikiwa nayo hakuna cha kununua. Maduka yote yamefungwa, soko zimefungwa, hakuna pa kupata huduma. Niliswali mara 5. Niliendelea kumsihi Mungu. Mipaka yote ya Gaza ilifungwa, hakuna kinachoingia wala kutoka. Niliendelea kuswali na kusoma Qur'an. Nilimwomba Allah atusaidie, Allah tulinde, atutetee. Siku ya 3 ya mabomu, walidondosha jumbe kwa kupitia ndege. Ujumbe ulikuwa unasema kila aliye Gaza kaskazini anatakiwa kujiokoa mwenyewe. Tunatakiwa kuelekea upande mwingine wa eneo hilo. Huenda tuende Khan Yunus au Rafa. Huko ndiko kuna eneo limetengwa kwa ajili ya watu kuwa salama. Kama tutaendelea kukaa hapo, hatari itakuwa kubwa zaidi. Walisema hii ni kwa ajili ya usalama wetu. Sikutaka kuondoka hapa. Hapa ndo nyumbani kwangu, nilipozaliwa, nilipokulia. Lakini Amina alisema tuondoke. Tukibakia hapa tutakufa. Alikuwa sahihi. Kumbuka, haya ni maisha yangu halisi yaliyonikuta mimi niliyezaliwa Gaza, na Yesu kunitokea nikiwa katika nchi ya Misri. Maeneo yote haya nimefika kwa mateso na shida. Tulipanga vifaa vya kubeba nguo, chakula. Nilifunga mlango, nilitazama kwa mara ya mwisho nyumba ile, tukaondoka. Tuliungana na watu wengine waliokuwa wanakwenda katika safari hiyo. Walikuwepo wazee, watoto, vijana na wengine pia. Wengine walikuwa katika gari na wengine kwa miguu. Ilikuwa ni mwezi wa 10. Tulitembea kwa masaa, tulichoka. Watoto waliuliza, baba, tutafika saa ngapi? Tuliona miili ya watu waliokufa njiani. Kuna wengine tuliona vichwa tu, wengine kiwiliwili tu. Kuna wakati tulimwona mtoto wa miaka 5 alikuwa akilia juu ya maiti ya mama yake, akimuita, akilia, akimtikisa, akimwamsha, lakini mama alishakufa. Hakuweza kuamka. Wanangu wote waliona. Sikuwa na namna ya kuwazuia. Usiku wa kwanza tulilala pembeni ya barabara. Hakuna chakula, hakuna maji. Tulijaribu kulala chini, usingizi haukutoka. Bado tuliona milipuko kwa mbali. Niliambia familia yangu tutakuwa salama, lakini sikuwa na uhakika. Siku iliyofuata tuliendelea na safari. Watu wengi tulikutana nao katika njia hiyo. Nilimuona mwanaume mmoja alimbeba mwanaye aliyekufa akiwa haamini kilichotokea. Siku ya pili tulifika Rafa. Tulidhani labda itakuwa salama, kutakuwa na makazi, chakula na msaada maeneo hayo. Kituo cha wakimbizi kilijaa. Kulikuwa na mahema kila mahali. Tuliona hema ndogo yenye mita 3 kwa 3, na tulitakiwa kukaa familia 2 hapo. Familia hiyo ambayo tulitakiwa kukaa nayo ilikuwa ni ya mke na mume na watoto 3, na sisi pia. Jumla tulikuwa 8. Joto mchana lilikuwa kali sana. Magari yalipokuja, mamia ya watu walisukumana na kukimbia ili kupata chakula. Niliona wanaume wakipigana kwa ajili ya mfuko wa unga. Nami pia nilisukuma na kuchukua nilichoweza kupata. Sijivunii hilo, ni kwa sababu wanangu wana njaa.
Mke wangu ana njaa, ningefanya nini zaidi? Nilipata mchele, maharage na mfuko wa unga. Iliweza kutosha labda kwa siku 2. Tulikula mara moja kwa siku. Maji yalikuwa machafu yenye rangi ya kijani kutokana na uchafu yaliyoletwa na tenki la gari katika eneo la kituo cha wakimbizi. Leila mwisho alipata homa, alianza kuharisha, kisha homa na kutapika. Maana maji hayo tulitumia kwa kila kitu, kunywa, kupikia na mahitaji yote. Alikuwa dhaifu sana, hakuweza hata kusimama. Nilimpeleka katika kliniki ya dharura hapo kambini. Ni hema tu, palikuwa na madaktari na manesi. Walipomwona Leila walisema amepata maambukizi ya bakteria, anahitaji antibiotiki, lakini hatuna hata moja. Nilipiga magoti kumwomba daktari, lakini alisema tafadhali, hatuna tunachoweza kufanya, maana dawa hatuna kabisa. Nilirudi katika hema. Joto la mwili wake Leila lilipanda sana. Niliomba Allah kwa kila dua. Nilisema, Allah tafadhali, huyu hana hatia, hajafanya baya lolote, muokoe tafadhali. Ukimya ulitawala. Niliwaza ikiwa Allah anasikia kweli au anajali kweli. Mke wangu naye alizimia, alidhoofika kwa njaa. Nilishindwa kumsaidia. Nilizidisha swala lakini hakujibu. Ilikuwa saa 8 usiku, kila mtu alilala. Nilikuwa macho, mawazo yalikuwa mengi, sikupata usingizi. Nikifikiria kesho itakuwaje. Ndipo nikasikia sauti ya mlio wa bomu karibu sana. Niliruka na kuwakumbatia familia yangu. Bomu lilitua karibu kabisa na hema letu. Vumbi na moshi na vilio. Sikuona kitu. Nilitaka kunyanyuka, lakini kitu kizito kilikuwa juu yangu. Nilipata maumivu, kisha sikuelewa kilichoendelea. Nilijikuta bila maumivu tena, nimesimama katika giza, na sauti nilisikia kutoka ndani ya moyo wangu ikisema. Sauti hiyo ilisema nami kuwa usiogope, haupo peke yako. Hapo nilihisi upendo, joto. Nilijiona nipo salama, sina maumivu tena, sina mateso tena, sina mawazo tena. Nilihisi amani ya kutosha. Kisha nilisikia kelele za vilio, na niliona nimelala katika mkeka, godoro la kliniki katika kambi ya wakimbizi. Kulikuwa na watu wamenizunguka. Niliona bandage katika kichwa changu. Kisha nikakumbuka familia yangu, watoto wangu. Mke wangu yuko wapi? Nesi mmoja aliweka mkono wake begani kwangu akasema, ni wazima, usijali, wapo nje, upo salama. Nilijaribu kusimama, miguu yangu haikuwa na nguvu. Nesi alisema, unahitaji kupumzika, uliumia kichwani, umepoteza damu nyingi. Lakini sikujali, nilitaka kuiona familia yangu. Alinisaidia kutoka nje. Wote niliona wapo salama. Niliwakumbatia, nililia kwa furaha. Watu wengi walikuwa wanakufa hapo kambini, watoto, watu wazima, kwa sababu hakuna dawa. Magonjwa yalikuwa ni mengi sana, kipindupindu, kuharisha, magonjwa ya bakteria yalikuwa ni mengi. Wengi walikuwa wanakufa kwa magonjwa hayo. Tetesi zilianza tena kusikika katika kambi hiyo kuwa Israeli wanapanga kushambulia katika mji huo wa Rafa. Tuliwaza, tutaenda wapi tena? Hakuna sehemu iliyobaki. Wenye pesa walivuka Rafa kwenda Misri kwa gharama ya dola 5,000 kwa mtu mmoja, hadi wakati mwingine inafikia dola 10,000 kwa mtu mmoja. Kitu pekee cha thamani nilicho nacho ni cheni ya dhahabu ambayo mama yake Amina alimpa mwanaye siku ya harusi. Niliipeleka mpakani kwa wanaonunua vito. Alisema hiyo haitoshi kwa gharama ya watu 4, niongeze hela. Niliomba sana, kisha alikubali, na aliniambia nitajulishwa kwa simu wakati taratibu zote zitakapokamilika. Na majina ya familia yangu aliyaingiza kwenye orodha ya watu ambao wanatakiwa kuvuka mpaka wa Rafa kwenda Misri. Nilisubiri simu, siku zilipita, hata nilidhani nimedhulumiwa. Leila alikuwa bado anaumwa.
Amina alikuwa dhaifu kutokana na njaa. Nilikuwa nashuhudia familia yangu inaangamia. Nilimuomba tena Allah. Mwanaume mmoja alikuja na kusema, majina yenu yametoka, nendeni mpakani saizi. Tuliondoka hadi Rafa mpakani, tukisubiri wanajeshi wa Misri. Walikagua kila kitu, vyeti vyetu, yani vitambulisho, ID, mabegi, na ilichukua masaa kadhaa. Kisha tulivuka mpakani na kwenda Misri. Nilidhani mateso yameisha. Nilidhani Allah ametuokoa na kila dhoruba na mateso. Nilikosea. Tulipelekwa katika senta ya Sinai, katika jengo lenye nzege. Tulikuwa kama familia 50 hivi. Askari wa Misri walisema, wanatuweka hapo kwa muda, hatuwezi kukaa Misri moja kwa moja kwa sababu Misri haihitaji wakimbizi. Walichukua picha zetu, walichukua na fingerprints, yani alama za vidole. Walituhoji kama wahalifu. Walituuliza kuhusu Hamas, kuhusu ugaidi, kuhusu silaha. Niliwaambia nilikuwa muuza mboga tu katika mji wa Gaza. Ni baba niliyetafuta namna ya familia yangu iishi, lakini hawakujali. Tuliwekwa katika jumba hilo chini ya uangalizi kwa wiki 2, tukiwa hatujui nini kitatokea kwetu. Je, wataturudisha Rafa? Watatupeleka kwenye kambi za wakimbizi? Watoto walikuwa wanalia. Leila alikuwa bado anaumwa. Nilichoka. Niliwaza, nimeitoa familia yangu Gaza ili ipate mateso haya? Nilianza kupoteza tumaini. Niliona hata bora ningebaki Gaza na kufia hapo. Ni afadhali kufia nyumbani kwangu kuliko katika ardhi ya kigeni. Kwa mara ya kwanza katika maisha yangu, niliacha kuomba kwa Allah kwa sababu sikuona kujibiwa tangu nimeanza. Niliomba na kuomba, lakini hakuna kilichobadilika. Familia yangu ilikuwa bado inapitia mateso. Mke wangu bado ni mdhaifu, anaumwa, na mtoto bado anaumwa. Hakuna msaada wowote, na katika mapito yote haya Allah bado amenyamaza. Nilikuwa na hasira juu ya Allah, hasira juu ya ulimwengu, na hasira juu yangu mwenyewe. Baada ya hayo yote, wiki 2 baadaye, wanajeshi wa Misri walikuja, walituhamisha sehemu hiyo na kutupeleka sehemu nyingine. Hili sasa lilikuwa ni jengo kubwa, lilikuwa na hali nzuri kuliko la awali. Kulikuwa na taasisi za misaada, kulikuwa na mashirika ya kimataifa, kulikuwa na taasisi zisizo za kiserikali, yani non-government organization. Walitugea chakula, mablanketi na nguo. Nilipokuwa katika mstari wa kupata vitu hivyo, nilimuona mtu mmoja mwenye macho ya ukarimu sana. Alikuwa anasaidia kuwapa wahitaji vitu, lakini nilimsikia anaongea Kiingereza kwa wale wafanyakazi walio katika nchi za kigeni, lakini pia anaongea Kiarabu. Ilipofika zamu yangu, alinipa blanketi 2 na vyakula, kisha aliniangalia na akasema, Mungu akubariki ndugu yangu, uwe imara. Nilichukua vitu na kuondoka, lakini nilimfikiria sana, kwa nini aniambie mimi tu? Nilirudi kwake siku iliyofuata, sio kwa ajili ya chakula, bali kwa sababu ya amani. Kitu nilichotaka. Siku moja nilimsubiri hadi alipomaliza kuwapa watu vitu, na nilimfuata na kumwambia, kwa nini unafanya hivi? Kwa nini unatusaidia? Alitabasamu akasema, mimi ni mfuasi wa Yesu Kristo, na Yesu alitufundisha kuwapenda wengine kama tunavyojipenda, kuwasaidia walio na uhitaji. Nilimwambia, lakini mimi ni Muislamu, sio watu wa imani yako. Hatupo katika majukumu yako kama alivyokuagiza Yesu wako. Alisema, wewe ni mwanadamu uliyeumbwa na Mungu, hiyo inatosha kuwa sababu ya kukusaidia. Nilisimama, sijui nifanyeje. Nilisema, naweza kuongea na wewe? Sio sasa, ila ukipata muda. Alisema, ndiyo, njoo kesho, tunaweza kuongea. Kesho nilirudi, tulikaa katika eneo moja la ukimya, tuliongea. Nilimwambia kila kitu. Nilimwambia kuhusu Gaza, kuhusu vita, kuhusu kupoteza kila kitu, kuhusu kuumwa mwanangu na mke wangu.
na kuhusu maono ya sauti ile pale Rafa, na maombi yangu kwa Allah, na jinsi ukimya ulivyotawala. Alinisikiliza kwa makini. Nilipomaliza alikuwa kimya kwa muda, kisha akasema, naweza kukuuliza kitu ndugu? Nilisema ndiyo, uliza. Alisema, bado naamini Mungu anakusikiliza? Nilimwambia sijui, ila nimeomba sana. Jina la mtu huyo ni Yusufu. Alisema, naelewa, nami nilipitia hayo. Nilipitia ukimya huo nilipoomba kwa Allah. Alinieleza historia yake. Yeye alikuwa Muislamu. Alikulia katika familia ya dini ya Kiislamu. Alitoka katika mji wa Cairo. Aliswali mara 5. Alifunga na alifuata sheria zote za dini. Lakini bado alijiona hana amani. Alijiona mbali na uwepo wa Mungu. Na ndipo alipokutana na Wakristo waliomweleza uponyaji na ukuu wa Yesu. Mwanzoni alikataa. Alidhani ni ukafiri. Watu hao waliendelea kumweleza na kumwelekeza kwa Yesu kwa upendo. Siku moja alisoma Injili ya Yesu, kuponya wagonjwa, kuwalisha wenye njaa, kuwafariji waliovunjika moyo, na alisoma kuhusu Yesu kufa msalabani na kufufuka, msamaha wa dhambi kwa wanadamu. Ndipo nguvu za kiroho zilipomjia na vifungo ndani yake aliona vikikatika, na kumbe Mungu hayuko mbali. Ndipo nilipojua Yesu wa kwenye Biblia ni tofauti na Isa wa kwenye Qur'an. Yusufu alisema, Mungu ninayemtumikia sasa hayuko mbali, yeye ni Mungu pamoja nasi, Emanueli. Na ulipokuwa Gaza katika hali ya kuanguka katika hema kule Rafa, na ile sauti uliyoisikia ikisema usiogope, hauko peke yako, huyo atakuwa ni Yesu. Yawezekana alikuwa pamoja nawe. Nilisema, lakini mimi ni Muislamu na muamini Allah, siwezi kuikana imani yangu. Yusufu alisema, sikuambii uiache imani yako, na kuomba utafute ukweli. Muombe Mungu ajidhihirishe kwako, na kama Yesu ni kweli, atakuonesha njia na ukweli. Nilirudi kempu. Niliwaza sana Yusufu alichoniambia. Sikulala. Nilikumbuka maneno ya Yusufu, nikasema, Yesu, kama kweli upo, jioneshe kwangu. Nahitaji kujua ukweli. Nilihisi amani isiyo ya kawaida, kama ile amani niliyopata katika maono kule katika giza Rafa. Niliendelea kukutana na Yusufu. Alinipa Biblia iliyoandikwa katika lugha ya Kiarabu. Alisema, soma na ujue habari nyingi za Yesu, kisha ufanye maombi na uombe. Nilirudi nayo kempu. Niliificha. Sikutaka Amina ione, asije kudhani na isaliti imani yetu. Nilisoma usiku sana. Usiku wa manane niliisoma. Nilianza na Injili ya Mathayo. Nilishangaa stori nilizosikia katika Qur'an, lakini hapa zilielezwa kwa kina zaidi. Kuwasamehe maadui, kutohofia kesho yako, maana Mungu ndiye anayeijua. Nililia kwa sababu maneno hayo yalilenga maisha yangu, hofu yangu. Niliona Yesu akiponya wagonjwa, aliwaganga waliokufa moyo, na ndipo nikaona Yesu huyu ni tofauti na yule tuliyofundishwa. Nilisoma kuhusu kifo chake, jinsi alivyosalitiwa, alivyopigwa na kuteswa msalabani, jinsi alivyokufa na kufufuka. Amina alianza kuona tofauti kwangu. Alisema, unaonekana upo na furaha na tumaini, kuna nini? Lakini niliogopa kumwambia, atakuwa na hasira. Lakini nilimwambia kila kitu. Alikuwa kimya kwa muda. Akasema, hata mimi imenitokea hali hiyo. Nimekuwa nikiomba kwa hizi siku kadhaa bila kulitaja jina la Allah. Sijajua kwa nini, lakini niliomba msaada, na niliona kama mtu anasikia, na moyo wangu ulijaa amani. Nilivuta Biblia, nilisoma mbele yake, njoni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Alilia na kusema, nimechoka, nataka amani, nataka pumziko. Usiku huo tuliomba pamoja kwa jina la Yesu. Hatukujua vizuri namna bora ya kuomba, lakini tuliamini katika Yesu tuna amani. Tuliamini kuwa Yesu anatuletea amani, anatusikia. Tafadhali tuoneshe njia,
na ujifunue kwetu. Tuliamka tukiwa na amani. Leila alianza kupata nafuu. Sikujua kwa jinsi gani, wala hakuna dawa alizotumia. Nguvu zake ziliimarika haraka sana. Baada ya siku chache, Amina alianza kuimba tena. Furaha yake ya mwanzo ilirejea. Nilimshukuru Yesu na nilimwambia Yusufu, naye alisema, ndugu, huo ni mwanzo tu. Yesu atajionyesha kwenu kwa viwango vikubwa na vya ajabu. Endelea kumwomba na kumwamini. Soma neno lake. Niliendelea kusoma Injili ya Yohana hadi mahali Yesu aliposema, mimi ni njia, kweli na uzima. Hakuna mtu afikaye kwa Baba, aendaye kwa Baba, isipokuwa kupitia njia ya mimi. Hapa nikajua kuwa Yesu sio nabii, alikuwa Mungu. Yesu ni Mungu. Nilimwambia Amina, tunatakiwa tumfuate Yesu. Yeye ni njia pekee. Naye alisema, nami nakiri hilo. Tangu tumkubali katika muda mfupi, kumekuwa na mabadiliko makubwa katika familia yetu na mioyo yetu yote. Lakini watu watatufikiriaje? Watatuonaje? Kitatupata nini? Amina aliuliza. Nilimjibu, sijui, lakini ninachojua, hatuwezi kurudi nyuma. Tumepata ukweli, hatuwezi kuacha uende. Tulifanya maamuzi ya kumfuata Yesu. Tulimwambia Yusufu. Alilia na kutokumbatia na alisema, karibuni katika familia ya Yesu ndugu zangu. Alitutambulisha kwa waumini wengine, wakimbizi pia waliomwamini Kristo. Wengine walitoka Gaza, wengine walitoka Syria, wengine ni kutoka Sudan. Tulianza kukutana nao kwa siri, kwa sababu ilikuwa ni hatari kama tutaonekana tutauawa. Hata hivyo, tulikutana na kuomba pamoja. Tulisoma Biblia pamoja. Tulitiana moyo, na kwa mara ya kwanza tangu nitoke Gaza nilijihisi nipo duniani tena. Usiku mmoja Yusufu alisema, ndugu, unahitaji kubatizwa wewe pamoja na mke wako. Ubatizo ni unakili wazi imani yako kuwa kwa Yesu. Inamaanisha kuwa utu wako wa kale unakufa na unavaa utu upya katika Kristo Yesu. Niliuliza, wapi? Itafanyikaje? Alisema, hilo niachie mimi. Wiki moja baadaye Yusufu alituchukua hadi katika mto nje kidogo ya mji. Ilikuwa ni usiku sana. Tulikuwa na waumini wengine kama 10 hivi. Wote tulibatizwa mmoja mmoja. Yusufu aliponizamisha katika maji, nilihisi kuoshwa kila kitu, maumivu yote, uoga wote, hatia zote, hasira yote, na nilipoinuka nilijihisi mpya. Amina alifuata. Alipotoka kubatizwa alikuwa anang'aa sana. Aliniangalia na kusema, najiona nipo huru. Kwa sasa bado tupo Misri, bado ni wakimbizi. Hatuna pesa, hatuna makazi ya kudumu, hatuna kesho iliyo bora, lakini tunaye Yesu aliyetugea uzima wa milele na anayetutosha katika kila kitu. Sasa wanangu wanakuwa. Omari ana miaka 10 sasa, Karimu ana miaka 8 na Leila ana miaka 5. Bado hawajajua vizuri kinachoendelea, lakini wanajua kuna kitu kimebadilika. Wanajua lipo tumaini sasa. Kuna wakati naenda kutafuta kazi za ujenzi au zozote zinazopatikana. Naikumbuka Gaza. Bado watu wengi walikufa, lakini Mungu ameniacha. Wenda ni kwa sababu ya kushuhudia ukuu huu mbele zake. Majirani zangu, watu wengi waliondoka, lakini mimi nimebaki. Ndugu, katika yote unayopitia, amini ya kwamba Yesu yupo. Mungu tunayemtafuta ni wa njia moja. Hakuna njia nyingine inayoweza kumpeleka mtu kwa Mungu. Mimi nimeomba sana, nimelia sana, lakini nilipolitaja jina la Yesu, kila mlango uliofungwa ukafunguka. Kila palipo na giza pamekuwa na nuru. Mungu akubariki sana. Haya ni maisha yangu ya kweli. Mimi nipo katika nchi ya Misri kwa sasa, lakini ni mzaliwa wa Gaza, na sasa Yesu ananitendea makuu katika nchi ya kigeni. Amen.